Ukiendelea kutegemea vibarua kuandaa shamba lako, kiukweli utachelewa msimu kila mwaka. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa leo. Sasa tunapitia miongozo na ripoti kutoka Kilimo Biashara Africa Limited inayoangazia ile stress na wengi wetu tunaijua sana ya kutegemea nguvu kazi ya mkono wakati ule msimu muhimu wa kupanda unapokaribia. Tutaangalia jinsi teknolojia inavyobadilisha mchezo huu na kumpa mkulima uhuru wa kweli. Kama ushai kupata pressure mvua zikianza kunyesha, halafu shamba bado halijaandaliwa, basi uchambuzi huu ni haswa kwa ajili yako. Nyaraka hizi zinatuuliza swali moja la msingi sana na lenye kuchoma. Ukiendelea kutegemea vibarua, utawahi msimu kweli? Sote tunajua kwenye kilimo muda ni kila kitu. Kusubiri watu wasiotabirika, maana yake ni kuchelewa kupanda na kupoteza zile mvua za kwanza ambazo ni muhimu sana kwa kuamsha mbegu. Kwa ufupi, ni kucheza kamari kubwa sana na mtaji wako, ukitegemea watu ambao hawana uchungu na shamba lako kama wewe. Sawa, hebu tuzame kiundani hapa. Kwa upande mmoja, kuna ule ukweli mchungu wa kilimo cha kizamani, gharama kubwa zinazopotea hewani ukiwalipa watu wengi, pamoja na usumbufu wa kuwasimamia kila siku. Lakini upande wa pili, vyanzo hivi vinaonyesha njia mbadala ya kisasa kabisa. Njia inayoleta kasi, uhuru na udhibiti kamili kwa kutumia mitambo midogo inayoondoa kabisa ile haja ya kutegemea nguvu ya mkono. Sehemu ya kwanza, usumbufu wa vibarua shambani, changamoto za kutegemea nguvu kazi ya mkono. Mwongozo wa Shamba Shape-up unaweka wazi jambo moja ambalo linaumiza sana. Kuwalipa wafanyakazi wengi kunakula faida yako yote mapema kabisa, kabla hata hujapanda mbegu. Na kibaya zaidi, wengi wanatoroka katikati ya kazi kwa sababu kazi yenyewe ni ngumu, au labda wamepata dili lingine. Mwisho wa siku, unajikuta umekwama peke yako kwenye kazi ngumu, ukiwa umepoteza muda na pesa ulizotanguliza. Sehemu ya pili, jeshi la mtu mmoja, uhuru kamili katika maandalizi ya shamba. Sasa ebu fikiria hili. Badala ya kuwa meneja wa watu wanaokusumbua, unakuwa kamanda wa mtambo wako. Mashine hii ya power tiller inaondoa kabisa adha ya kulima kwa jembe au kutegemea kundi la watu. Ripoti zinaeleza wazi kuwa mhudumu mmoja tu anaweza kudhibiti na kuandaa hekari nyingi kwa haraka na kwa wakati wake mwenyewe. Yaani, unaamka asubuhi, unawasha mashine na kazi inafanyika. Hakuna kuomba msaada, hakuna kusubiri mtu yoyote. Sehemu ya tatu, teknolojia ya power tiller, mifumo inayoendesha maandalizi ya udongo. Kinachovutia zaidi kuhusu ubora wa mtambo huu kiko kwenye mfumo wake wa kimekanika. Kwanza, kuwa na HP sahihi na ya kutosha ni jambo la msingi. Hii ikiunganishwa na gearbox ya aina ya heavy duty, inazalisha nguvu kubwa sana inayosukuma mashine mbele bila kukwama. Uunganikaji huu unahakikisha kwamba hata kwenye ardhi yetu hii ngumu na iliyokauka, mashine inafanya kazi nzito kwa ufanisi wa hali ya juu bila kuharibika, na hivyo kulinda uwekezaji wako vizuri kabisa. Na hapa ndipo kazi yenyewe hasa inapofanyika, kupitia rotary blades. Haya ni mapanga maalumu yanayozunguka kwa kasi kubwa sana, kuvunja ule udongo mgumu ulioshikamana. Waandishi wa ripoti hizi wanasisitiza kwamba tofauti na jembe la kawaida ambalo linageuza tu ardhi, hizi rotary blades zinachakata udongo barabara, kuchanganya mbolea asili na kuubadilisha mpaka unakuwa laini kabisa. Hii inatengeneza mazingira bora sana ambayo hewa na maji vinapita kwa urahisi. Sehemu ya 4, kufanya kazi ya watu 20, faida kubwa za uzalishaji kupitia mitambo. Ndiyo, namba 20. Takwimu kwenye vyanzo vyetu zinaonyesha ukweli usiopingika wa kushangaza. Hii power tiller moja, ikiendeshwa na mhudumu mmoja tu, inafanya kazi sawa kabisa na ile inayofanywa na vibarua 20 kwa kutwa nzima. Ni mapinduzi makubwa sana ya muda. Ebu fikiria tofauti ya kusimamia watu 20 na tabia zao dhidi ya kuwasha tu injini moja isiyochoka wala kulalamika jua ni kali. Hii ndio maana halisi ya kuongeza ufanisi shambani. Na hapa ndipo hesabu za kibiashara zinapoingia vizuri kabisa. Ripoti zinabainisha ukweli huu. Kuandaa hekari moja kamili inachukua takriban saa 2 tu, ukitumia lita 2 pekee za mafuta. Hii inashusha sana gharama zako za uendeshaji ukilinganisha na kuwalipa wale watu 20 ambao huenda hata wasimalize hiyo ekari moja kwa ubora unaotakiwa.
Ni hesabu ambayo kimsingi inakuweka wewe mkulima kwenye nafasi ya kupata faida badala ya kuishia kulipa madeni. Sehemu ya 5: kulima kibiashara kwa faida. Kuandaa udongo bora kwa mazao ya kibiashara. Mchakato huu unaonyesha jinsi maandalizi haya yanavyoleta tofauti kubwa sana kwenye mavuno. Tunaanza na ardhi ngumu. Kisha, nguvu ya mashine inauchakata mpaka unakuwa laini kabisa. Maandalizi haya sahihi ndiyo siri hasa inayofanya mizizi ya miche ya mazao yenye thamani kama vile mapapai ya Malkia F1, nyanya na vitunguu kupenya kirahisi sana ardhini. Udongo ukiwa laini, miche inashika haraka na kufyonza virutubisho bila kikwazo, ikikuhakikishia kabisa mavuno mengi na bora sokoni. Kitu cha msingi cha kuondoka nacho kutoka kwenye mwongozo wa Kilimo Biashara Africa Limited ni hiki. Wanasisitiza kwa nguvu kwamba ni wakati wa kuacha kulima kwa hasara na kuanza kulima kibiashara. Wanaeleza kuwa wanakufanyia sourcing ya power tillers ngumu zinazoendana na udongo wako, wakitoa namba yao 0763070107 kwa wanaotaka kuanza. Lakini ukifikiria kwa kina msimu ujao, swali ni hili kwa mkulima. Uko tayari kuacha kabisa kuwa mtumwa wa vibarua wasiotabirika na hatimaye kujipa uhuru wa kuwa jeshi la mtumwa mmoja kwenye shamba lako mwenyewe?